الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsiri sura Al-Anbiya. Baada kusoma aya ya 46 na 47 katika darasa iliyopita, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kwamba sisi huambie waumini kwamba waambie Makureish, innama undhirukum bilwahy, na ikiwa hamtaki kusikiliza onyo kali na wahyi unaoteremka kwa Mwenyezi Mungu, maonyo yote yanatoka kwa amri kutoka kwake mwenyewe Mola, na hiyo ndio Qur'ani. Na asiyetaka kusikiliza basi kiziwi inakae na uziwi wake, wala yasma'u sumu du'a idha ma yundharun, wanapopewa indhari hawataki kusikiliza. Lakini watakiwa na chao siku utapoguswa tu na adhabu tu, utapoona namna gani utopiga kelele. Wala imassathum nafha, mwanzo tu ya adhabu, upepo tu adhabu kidogo, nafhatu min al-adhab min adhabi rabbika, watasema la yaquluna ya wailana, ole wetu, takiona chetu, inna kunna dhalimin, kumbe tulikuwa sisi madhalim. Mwenyezi Mungu akasema kwa aina ya watu wote wanaofanya mema na jitihada kubwa ya kutengeneza na kufanya amal saliha, na wanaofanya uovu na fasadi, kutakuwa na mizani ya kupimia amali zao. Ndio ikaja aya tusoma jana, aya 47, wanadha'u almawazina alqista, na tutaweka siku hiyo mizani ya uadilifu kabisa, يوم القيامة, kwa ajili ya siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, hakuna nafsi yoyote itakadhulumiwa na kitu hata kiduchu, hatudhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habba, na hata ikiwa uzito wake wa habati min khardal, na kupigwa mfano udogo wa kitu katika Qur'ani, kutumia hii mbegu ya khardal ilikuwa nduchu kabisa, punje zake ndogo kabisa, inapigwa mfano kwa kuonesha udogo wake, bihaqarati ya udogo wake. Na ajabu kwamba hapa imetumika neno mithqala, na asli ya neno mithqala ni thuqul, nzito, thaqil, na uzito mithqala, baina uzito na udogo wa uzito, maneno mawili yamekuja. Hii ndio lugha Mwenyezi Mungu apenda kuitumia, mithqala habatin min khardal, hajaja kwa ukhafifu mikhfafa, la, mithqala bimaana uzito, kwa mduchu kabisa, kwa mkubwa kabisa. Unaweza kwenda kwa gram, labda ndogo kabisa, au miligram, mg. Dawa ina miligram ngapi ndani yake ya substance ile? Naam. Kwa hivyo mithqala habatin min khardal, Waarabu walikuwa wanafahamu kwa lugha kama hii min khardal, wajua udogo wa uzito wa kitu, yani kitu kiduchu wala hakina uzito. Ataina biha, tutaihudhurisha katika hisabu. Na tena basi Mwenyezi Mungu kwa kuwa anasimamia mwenyewe hisabu ile kwa uadilifu mtupu, mawazina alqist, kama alivyosema mwenyewe, wakafa, yatosha bina hasibin, tukasisi wenye hisabu. Sasa ukitizama maelezo yaliokuja hapa, alafu ghafla inachupa katika aya, walaqad atayna Musa wa Haruna alfurqan wa dhiyaa wa dhikran lilmuttaqin. Baada kutaja na kumfahamisha mtume wake kwamba wewe, ma kunta bid'an, anta lasta bid'an min ar-rusul,
hujawa tofauti ya mitume kwamba wewe hutopata tabu wala hutoteswa wala la, mimi yote kufika kama mitume mwingine, utafanywa istizai na naam. Sasa kama kwamba kujibu aya iliyokuja huko nyuma, aya ya 41, walaqad istuhzia birusulin min qablika, kwa hakika wamefanyiwa maskhara na istizai wa mitume waliokuja kabla yako. Fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Tunasema aya hivi kwamba aya 41 hii walikuwa wamefanya hivyo. Kwa hivyo wale waliomfanyia maskhara yaliwafika yale walikuwa wakafanyia dhihaka, yamewafika wenyewe, yamerejea tena. Hatimaye kisima ataingia mwenyewe. Kwa hivyo hapa inakuja walaqad, aya ya 48, walaqad ataina Musa wa Haruna al-Furqan. Na unapoona walaqad ataina Musa, maana sasa hivi tunakupa bitafasil. Mwanzo tumetaja birusul kwa jumla, walaqad istuzia birusul min qablika, lakini sasa hivi tutakutajia moja moja kwa idadi. Ya kwanza imeanza na Musa wa akhu Harun, Haruna akhi ushdud bihi azri. Anamuomba Mwenyezi Mungu amshirikishe katika kazi ya utume nduguye Harun, kaka yake Harun mkubwa wake. Kwa hivyo bisa maelezo yanokuja yanofuatia hapa, katajwa Musa na Harun, ikisha akatoka akaingia Nabii Ibrahim, akatajwa Lut pale, alafu kisha akaingia katika Ishaq wa Yaqub, akisha akatajwa tena Lut, alafu baadaye akafuatia Nabii Nuh. Na huko aya zinateremka na ikaja Dauda wa Suleiman, mtu na babake, wafalme wawili, akarithi ufalme na akarithi hukumu. Yani Mwenyezi Mungu humpa hukumu yake peke yake, lakini sio kwamba karithi kwamba kaja naye pia akawa mfalme kama babake Daud Suleiman, na akawa mtume kama babake. Kwa hivyo umetajwa Dauda wa Suleiman. Alafu ikaja habari ya kisa cha Ayub, kwa ufupi tunataja, na ikaja Dhannun wa Dhannuni dhahaba mghadhiba. Alafu baadaye akatajwa Ismaila na Idrisa na Dhulkifl, na baadaye aya zinateremka tuku akatajwa Zakaria na Yahya. Alafu mwisho akatajwa yule mama mwema, allati ahsanat farjaha, yeye wabnaha, na kijana wake, mtoto wake Isa alayhi salam, wote wametajwa. Lakini basi ili ujue kwamba inna dina inda Allahi al-Islam, baada ya kutajwa mitume yote hii, Mwenyezi Mungu anatumalizia kwa kutupa aya kama istintaj, yani conclusion ya kutajwa mitume hawa katika aya ya 91, 92. Baada ya kutaja mitume, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma zote hizi, karne baada ya karne, umma baada ya umma, generation baada ya generation, imepita zote ummatan wahida, yote lengo lao ni moja, kwamba tumekuumbeni mimi na nimekufanyeni Islamu kwa dini yenu. Inna dina inda Allah al-Islam, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum. Nuna alaka ilikuwepo kwamba zote umma moja na mimi Mola wenu mlezi, na lilotakikana kumfanye fa'budun, bimaana fa'buduni, kwa hivyo niabudu mimi. Hii aya ngapi? Ya 92. Sasa tuje tutazame katika kutajwa mitume. Kaanza na mtume Musa na Harun nduguye dhidi ya Firaun. Hapa Allah asema walaqad ataina, na
mara nyingi wa laqad wao hii badala ya nini, badala ya kiapo kwa kutilia mkazo wao. ولقد آتينا والله لقد آتينا والله لقد آتينا واو هي يعني ولقد ينوزيت وكيابو يعني وزمن بلا شك مين مفanya كذا كذا ولقد عملت كذا وكذا ukitaja لقد بمعنى natiuzito. Kwa hivyo wengine walikwenda kusema kwamba hii ni kiapo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Walaqad ataina jawabu qasam muqaddar, wanasema walaqad ataina Musa, na kwa hakika tulimpa Musa wa Harun. aya 48 walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan, tuliwapa Musa na Harun al-Furqan, kipambanuzi chenye kupambanua baina haqi na batil, alladhi yufarriqu baina alhaqi walbatil wa huwa alfurqan. walaqad atayna Musa wa Haruna alfurqana wa dhiyaa. Imekuja hapa furqan yenye kufarikisha baina haki na batil, kupambanua, wa dhiyaan na lenye nini, mwangaza. Imetumika neno dhiya wa dhaw wa shamsa dhiyaan, na wakati mwingine imetumika dhiya kama ni jua, siraju wa dhiya, ili kupeni nuru mpate kuona. Dhiyaan wa dhikra lilmuttaqin, hapa imetaja na makumbusho kwa muttaqin wacha Mungu. walaqad atayna Musa alkitaba walfurqana wa idha atayna Musa, katika sura al-Baqara utaona katika aya 53 wa idha atayna Musa alkitaba walfurqana la'allakum tahtadun. تقريبا معنى متقاربة. وإذ pale wakati, kumbuka wakati, وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. imetumika neno furqan katika aya hii al-Baqara na katika aya hii ya 48 katika sura ya Anbiya biqasd at-Taurat, biqasd kukusudia Taurat. la'allakum tahtadun, wenda mtapata hidayah, katika hii aya ya nini ya sura al-Baqara. Lakini pia tukisoma katika sura as-Saffat tunaona pia imetaja aya yenye kuleta maana ya karibu na hayo yaliyotajwa hapo. Katika aya ya 114 sura as-Saffat Allah anasema walaqad mananna ala Musa wa Harun, na kwa hakika tuliwafanyia ihsani Musa na Harun alayhim assalam. Mananna, alman ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. wanajainahuma wa qaumahuma, na tukaokoa wao na watu wao min alkarbi alazim, tumeokoa kutokana na tabu na shida na dhiki ilikuwa kubwa kabisa, kutawaliwa na Firauni. Firauni alikuwa Firauni. Naam. Alafu anasema nini? wanasarnahum, na tukawanusuru. fakanu, wakawa mina nini, wakanu min almustabin, wakanu
لا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين wao ndio walikuwa washindi وآتيناهم الكتابة. Sasa hapa tunapotaja al-Furqan na Dhiya na Dhikra hapa katika sura Safat, وآتيناهم الكتابة المستبين, tukawapa kitabu. Akaipa sifa kitabu hapa kinacho nini? Almustabini, kinabainisha mambo kwa wazi kabisa, mwangaza wake dhiya, na ndani yake mna dhikr, tajo, kumbusho lilmuttaqin. Hapa kitabu almustabin, na hiyo ndio ikawa kapata hidayah. Wahadainahuma as-sirata al-mustaqim, wakapata hidayah ya njia iliyonyoka Musa Harun bila shaka, na kaongoza watu wao. Kwa hivyo tunapokuja tukisoma aya kama hii, walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa dhiyaan, na kwa hakika tuliwapa Musa na Harun alayhi wasallam al-furqan, kipambanuzi, wa dhiyaan, na mwangaza, wa dhikra, na makumbusho. Lakini siko kila mtu atakayefuata. Nakuja hapa lilmuttaqina bas, ambao zinakuja sifa zake katika aya 49 nyingine kaelezea. Sasa al-Furqan kama tulivyosema, ma yufarriqu bihi baina al-haqqi wal-batil, yani kutengua baina ni na haki na batil. Na tupoona kama katika surati al-Furqan aya ya mwanzo tu tunasoma, tunakuta tabaraka alladhi nazzala al-furqana, ametukuka Mola subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi, ametukuka Mola ambaye amemshushia Furqan. Wa huna al-Furqan huwa al-Quran, kama ilivyokuwa katika aya yetu ya baina al-Furqan huwa Taurat. Ina maana kitabu chochote cha Mwenyezi Mungu. Inatupa picha gani? Kitabu chochote cha Mwenyezi Mungu kinachokuja kutoka kwake. Kwa hivyo inakuwa inafarikisha baina haki na batil, inafaa kuitwa Furqan. Kwa hivyo hapa Furqan imeitwa Qurani, Furqan imeitwa Taurat. Kwa hivyo atasema tabaraka alladhi nazzala furqana ala abdihi. Kwa nini? Liyakuna lilalamina nadhira, ili iwe ni onyo. Kwa nini? Kwa ulimwengu. Lilalamina nadhira. Naam, na kuna fariq wa Furqan, ومونجزة عن يفرق، الذي يفرق فارق. لكن فرقان ومزيديش جنقو لنينو كوكتي ألف نون فرق فرقان، ونبوتيها نينو ألف نون ورابو katika rules za lugha asema ziyadat al-mabna, ujenzi wa neno unajengeka kwa herufi mbili zaidi, alif na nun, sio ziyadat al-ma'na. ziyadat al-mabna yuaddi ila ziyadat al-ma'na, kuongeza jengo la neno ukaongeza herufi mbili, na hii imesababisha kuzidisha maana. yaghfir, ghafara wa ghufran. Watuomba maghfira makubwa sana kusema ghufran. Hata neno rahma, arrahman, rehma zilizokuwa nyingi zaidi katika mubalagha fi sifa, inakuja kwa an, na wakati mwingine inakuja ut, malik, malakut, wa rahma, rahman.
an wa ut ziada ya jengo kuzidisha tubalighi fi maana ile rehma au mulk yani. Kwa hivyo hata qiraa yaqra qiraa na Qur'an chenye kusoma ni kikubwa sana, inafaa kuitwa Qur'an au sio? Iwe tofauti na qiraa kitu chochote kingine, usomaji wa kitu kingine. Hiyo ndio tunapata maana hii Furqan. Kwa hivyo hapa imetumika Furqan. Kuna kisomo wa Haruna al-Furqana dhiya'an wa dhikra. Mwenyezi Mungu aliposema tumempa Musa wa Haruna al-Furqan, tumempa Furqan bila wawe bihadfi alwaw katika qiraa nyingine. Kwa hivyo unaposema Qur'ana al-Furqana dhiya'an wa dhikra, inachambua maana Furqan kwamba dhiya mwangaza na dhikra kumbusha. Lakini kwa mujibu wa qiraa yetu Furqana tumempa na hiyo wa dhiya na hiyo pia nini wa dhikran lilmuttaqin kwa wacha Mungu. Naam. Unaposema dhiyaa mwangaza, desturi wakati wote tu penye kiza na penye mwangaza tofauti, kila mmoja anajua. Unaweza kwenda mbele yako unaona kile ghafla taa zikazimika, pale pale spidi yako inabadilika. Unapokuwa una hakika mbele yako njia safi, unakwenda wala una wasiwasi. Unapozimikiwa taa hujui utagongana nini mbele, unaanza kupepesuka na kutafuta njia na kunyosha mikono yako huku na huko, sio kagonga kitu, mikono ikuzuie sigonge. Sasa unaweza kuimagine dhiya bimaana nini? Inakupa mwangaza. Lakini kama unasema dhiya'an, kama alivyosema marhum Yasin Rushdi, anasema dhiya'an yudhi'u lahum fi dhulma, inawapa mwangaza kuonesha njia katika kiza gani? في ظلمة الحيرة والجهالة. حيرة والجهالة يعني واحد متحير يعني hajui afanye nini, amepotea, na katika ujahil hajui kitu. Hal yastawi alladhina ya'lamun alladhina la ya'lamun, kwa sawa. Kwa hivyo ilmu wanaipata na mwangaza kutokana na Qur'ani, na mwangaza hapa ulikuja kutokana ni kama ni kitabu hichi cha Taurat kwa Musa, iwe nini dhiya'an yudhi'u lahum tariqa alhidayah. Naam. Kwa hivyo wa dhikran bimaana tadhkirun billah, kwa kukumbusha Mungu aliyekumbeni, Mungu aliyekupeni kila kitu. Kwa hivyo mnatakiwa nini? Mumwabudu. Naam, mumwabudu wa dhikran lilmuttaqin. Kwa yule anayefuata ataingia katika listi ya nini? Bilmuttaqin. Dhikran tadhkirun billahi azza wa jalla, dhikran min ash-shara'i al-maktuba alayhim, kwa kukumbusha sheria walizoandikiwa wazitekeleze. Walizoandikiwa wazitekeleze, na hao ndio watakaotekeleza ni lilmuttaqin, kwa wacha Mungu. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Aya 49. 49. Naam. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, wale ambao wanaomwabudu Mola wao mlezi bilghaibi, tuseme maana faraghani, kwenye faragh, wapo peke yao. Wa hum min as-sa'ati mushfiqun, na wao wanaogopa sana kiyama. الشفقة هنا سيو بولي، بس يكون الشفقة بمعنى خوف قوة شديد. الوسيم للمتقين الذين يخشون ربهم
alkhashya, mambo mawili yanakwenda sambamba katika maana ya khashya. Alkhashya siku zote inakuwa baina nini? Alkhawf والتعظيم. الخشية غير خوف. خوف ni maana moja, tunaogopa tu, lakini kuogopa kitu na ukakiadhimisha kwa moyo wako, umeridhika kwa hiyo, ndio inaitwa khashya. Kwa hivyo khashya wa taqwa lillah, alladhina yakhshawna rabbahum bilghayb. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. halafu inakuja nini? Kwa hivyo katika sura al-Baqara alipotaja sifa ya muttaqin, kitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin, akataja sifa hizi. Hao muttaqin alladhina yu'minuna bilghayb, yakhshawna Allah bilghayb, inna alladhina yakhshawna rabbahum bilghayb lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, kama ilikuja katika tabaraka al-mulk. Hapa naelezea almuttaqin alladhina yu'minuna bilghayb, hutaogopa mpaka uwe na imani juu ya ile ghaib, umwamini Mwenyezi Mungu fil ghaib. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولشوشوا قبل ياكم محمد من ينجي التوراة والإنجيل والزبور نعم وصحف موسى وإبراهيم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. فهو هذا الذين يخشون ربهم بالغيب, wenye kumcha Mwenyezi Mungu wa hali wakiwa katika sio hadharani, bilghaib. Kuna watu yakhshawna rabbahum fil hadara, fi alan alanan, lakini unatakiwa fi sirri wal alaniya. lazima umwogope Mola wako kama ulivyokuwa fi dhahir, fi dhahir kaman fi batin, fi batin wa fi dhahir. kama wanavyosema wengine wanatumia fi makhba'a wal madhhar, ukijificha au ukiwa umejidhihirisha ukaonekana. fi batin wa dhahir, fi al-layli wan nahar, kwa sababu usiku unakuwa uko peke yako, hapana ninaona, kwa hivyo ukafanya mambo yako. Ujawa min alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Naam, alladhina yakhshawna, kama ilikuja katika aya liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib, Mwenyezi Mungu ajue yule ambaye mwenye kumwogopa akiwa yuko peke yake mbali na watu. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب, katika sura Qaf. Mwenye kumwogopa Rahman na ilhali yuko mbali na watu, yuko peke yake. inshallah aya hii tutakamilisha. alladhina yakhshawna bilghaybi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. نقصدي وهم من الساعة مشركون. الدرس الجاي إن شاء الله. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.